Tunaenda kujifunza neno la Mungu asubuhi ya leo. So nataka tukue pamoja. Mimi naeleza ushirika wa kwanza, unapaswa kuokoka saa hivi. So najifunza vile mtu anaweza fuata sheria ya kufuata maagizo ya Yesu Kristo. Kama vile Yesu alivyokufia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka kutoka kwa wafu. So tunafaa tufuate maagizo, tufuatilie ili tuweze kuokolewa kutoka kwa dhambi. Tunaweza soma Injili kwa dakika 3. Tumewahi kusikia Injili. Injili ni Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka kutoka kwa wafu. Yeyote aamini Injili hii anaokolewa. Lakini wapo utaamini Injili hii, lazima kwanza utambue wewe ni mtenda dhambi. Biblia inasema kila mmoja ni mtenda dhambi. Inawezekanaje? Mtu wa kwanza Adamu alitenda dhambi kwa kula tunda alilokatazwa na Mungu. Kwa hivyo kila mtu aliyezaliwa kutoka kwa Adamu ni mwenye dhambi pia. Kwa maana hujawahi kufikiri kuwa wewe ni mtenda dhambi, labda huwezi kubali jambo hili kwa urahisi. Lakini iwapo utafuata mambo manne katika maisha yako, utakubali kuwa wewe ni mtenda dhambi. Kwanza, uoga ni matokeo ya dhambi. Ukiishi kwa uoga, wewe ni mwenye dhambi. Chuki ni matokeo ya dhambi. Ukimchukia mwenzako, wewe ni mwenye dhambi. 3, uchungu ni matokeo ya dhambi. Hivyo ukiwa na uchungu, wewe pia ni mwenye dhambi. 4, mauti pia ni matokeo ya dhambi. Kwa hivyo wewe pia ni mwenye dhambi, kwa sababu utakufa siku moja. Mwenye dhambi huishi kwa uoga na uchungu katika dhambi na kisha. Hata hivyo kifo si mwisho. Baada ya kufa hakika utahukumiwa na kutupwa jehanamu. Unajua jehanamu ni mahali gani? Biblia inasema jehanamu ni mahali pa mateso ya milele. Mara tu ukiingia huwezi kutoka. Kila mmoja atakufa, atahukumiwa na kutupwa kwenye moto wa milele kwa ajili ya dhambi zake. Hii ni hatima ya wanadamu wote. Tutawezaje kuepuka hatima hii? Kwanza kabisa, lazima dhambi zetu zisuluhishwe, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Lazima mtu fulani afe kwa niaba yetu kama adhabu ya dhambi zetu. Ni sisi tumezaliwa na Adamu aliye mwenye dhambi, nasi pia wenye dhambi. Kwa hivyo hatuwezi kufa kwa niaba ya watu wengine. Kwa hivyo Yesu asiyezaliwa na Adamu bali Bikira Mariamu alikuja duniani kama mwenye haki. Huyu Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka kutoka kwa wafu. Kiamini Injili ya kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako na akafufuka katika wafu, utasamehewa dhambi zako na utaokoka. Sasa fungua moyo wako na uamini kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako na akafufuka kutoka kwa wafu, kisha usamehewe na uokolewe. Amen. Sasa tunajifunza Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka kutoka kwa wafu. So tunafaa kujua ya kwamba tujue Yesu alitufia kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka kutoka kwa wafu. Na kwanza tunafaa tufuate sheria ili tuweze kuokolewa kutoka kwa dhambi. Ya kwanza tunaambiwa ya kwamba mwenye dhambi lazima kwanza akuwe na uchungu, ukuwe na uoga. Ukiishi kwa uoga, wewe ni mwenye dhambi. Hivyo pia ni matokeo ya dhambi. So tunafaa kujua sisi wote ni wenye dhambi, kwa maana tumezaliwa kutoka kwa Adamu aliye mwenye dhambi. Yesu alitufia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka kutoka kwa wafu. Tunafaa tufuate njia moja. Ile ni Yesu Kristo ambaye alitufia kutoka msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Iko inatuambia ya kwamba aliweza kutufia pale kwa ajili ya dhambi zetu na akaweza kufufuka. Wakati aliweza alijitolea ili sisi sote, hata sisi tukuje tuokolewe kutoka kwa dhambi. So tunafaa kujua ya kwamba tutambue sisi ni watenda dhambi na tuweze kutubu dhambi zetu. Yesu alijitolea. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza jitolea mwili yake akufe
kwa ajili ya mwenzake. Yesu ni wa kipekee kwa maana alizaliwa na Bikira Mariamu ambaye alikuwa amepaswa na Yusufu. Roho Mtakatifu aliweza kuingia ndani yake, ndipo akaweza kupata ujauzito kupitia Roho Mtakatifu. Yesu si mtu, Yesu ni Mungu. So kwa maana Yesu ni wa kipekee, aliweza kutufia ili atuokoe kutoka kwa dhambi zetu. So sisi wote tulio mahali hapa tunafaa tutambue ya kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka kutoka kwa wafu. Tunafaa ili kwamba sisi ni watenda dhambi na tuweze kuokolewa kutoka kwa dhambi. Tunafaa tukatekate dhambi zetu na tuache dhambi. Sisi sote ni watenda dhambi. Tumeambiwa ya kwamba hata ukiishi kwa uoga wewe ni mwenye dhambi. Hakuna mtu ambaye sio mwenye dhambi. Wakati Adamu alipokuwa pale bustani mwa Edeni, aliweza kukula tunda alilokatazwa na Mungu. Ndipo Mungu akapitia mahali pale na akaitana Adamu. Naye Adamu akaweza kuitika, akamwambia Mungu, niko hapa na niko uchi. Akamuuliza kwa nini? Akamwambia yule mke ulionipea ndiye ameweza kunidanganya nikala ile tunda ya mti wa kati. Ndipo Mungu naye akamwambia, kuanzia leo nimekulaani wewe utakula kwa kizako kwa jasho yako. Mke akaambiwa utaishi kwa utungu kwa maana umeweza kukula tunda niliyowakataza. So tunafaa tujue sisi ni watenda dhambi. Kwa maana mtu wakati aliyotenda dhambi aliishi kwa uoga. Kwa maana sisi sote ni wazaliwa kutoka kwa Adamu. Ndio maana tunapitia hii matatizo yote hapa duniani. So tunafaa tukae tukitubu dhambi zetu, ukijua sisi sote ni mwenye dhambi, tumezaliwa kutoka kwa Adamu. So tufuate njia moja, ile ni Yesu Kristo ambaye alikuja duniani kutuokoa kwa ajili ya dhambi zetu. Maandiko inasema ya kwamba tufuate njia moja, ile ni Yesu Kristo. Tuweze kukubali Yesu katika maisha yetu, kukubali ya kwamba sisi ni wenye dhambi na tutasamehewa dhambi zetu. Kwa maana alisema ya kwamba mzigo yote ni yake. Tukunje waliokuwa na mzigo mzito na atatupumzisha katika maisha yetu. So tufuate njia moja. So kama uko hapa na hujakubali Yesu katika maisha yako, siku ya leo na kuomba uweze kukubali Yesu katika maisha yako ili uweze kuokolewa katika maisha yako. Kwa maana maandiko inasema ya kwamba tufuate njia moja, ile ni Yesu Kristo. Nini unaweza mpea Yesu? Yesu hataki pesa, hataki mali yako. Alikuja duniani ili tuweze kumtambua na tujue yeye ni Mungu. Tupeane roho zetu kwake, tuweze kujitolea, tupende Mungu, tujipendeze kwake ili aweze kutuokoa katika maisha yetu. Kwa maana kwa maisha yako ukifuata njia moja ambayo ni Yesu Kristo, hautawahi hangaika katika maisha yako. Ni wengi ambao wanaishi hapa duniani ambao hawajajua mwelekeo. Wengine wanaenda kanisa lakini hawajajua msingi wa Ukristo. Kwa maana unaenda kanisa, unatoa sadaka na unaenda, lakini hujafuata ile njia moja ambayo ni Yesu Kristo. Kama ya kwamba hujajitolea ya kwamba kama uweze kukubali Yesu kwa moyo wako, na ujue ya kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, hautaweza kuokolewa. Utakuwa ukienda kanisa na utakuwa ukijua unaenda kufanya nini. Asubuhi ya leo mimi namshukuru Mungu kwa maana amenipa neema ya kufanya kazi yake. Amenitoa mbali. Nimekubali Yesu kwa moyo wangu, kwa roho yangu. Alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka kutoka kwa wafu. So nafaa kutubu dhambi zangu ili Yesu akaweze kuniokoa katika maisha yangu. Unaweza kuwa umeishi kwa miaka mingi. Ukiwa na shida mbalimbali, magonjwa, taabu za hapa duniani. Lakini asubuhi ya leo nakuambia ya kwamba ukubali Yesu kwa moyo wako na uombe kwa moyo wako wote, ukijua Yesu hako na anatenda. Roho Mtakatifu anaishi katika mwili wako, anaishi unatembea na yeye. Na hujawahi jua ya kwamba Yesu ako kwa moyo wako na ako ndani yako. Naomba uweze kujua ya kwamba Yesu aliweza kukufia msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na Yesu ako ndani yako.
uweze kuomba na uamini ya kwamba Yesu Kristo ako ndani yako na anaishi na unatembea na yeye. Kana ya kwamba uombe zaidi na ukubali Yesu katika maisha yako ili uweze kujazwa na Roho Mtakatifu katika maisha yako. Maana popote utembeapo unatembeana na yeye. Kutembea kwako, kuishi kwako, Yesu uko na yeye. Nini nyingine unataka? Yesu anataka ujitolee kwa moyo wako wote, uweze kubali ya kwamba Yesu ako ndani yako, Roho Mtakatifu anaishi katika mwili wako na unatembea na yeye na unaishi na yeye. Sio kile tunafaa kufanya ni kujitolea kwake na kupendeza na kupeana moyo wetu kwake na kuomba kile tunachotaka, kwa maana maandiko inasema ya kwamba muitishe chochote kile tunataka na ataweza kutupea. Usitamani kitu ya mwenzako. Yesu anasema ya kwamba yeye mwenyewe amebeba kila kitu na kuna kila kitu. So tuitishe kile ambacho hatuna na ataweza kutupa. Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Tuamini ya kwamba Yesu hapo na Yesu anaishi katika maisha yetu. Ukubali ya kwamba Yesu ni mwenye nguvu, ni mwenye uwezo, halinganishi, hafananishi. Hapa duniani tunaishi na siku moja tutakufa. So tunafaa tukae tukiandaa kifo yetu, kwa maana sisi ni watenda dhambi, kuzaliwa kutoka kwa Adamu. Wakati Yesu alitufia pale msalabani, tuliambiwa ya kwamba tufuate njia moja, ile ni Yesu Kristo, na kutubu dhambi zetu na ataweza kutuokoa katika maisha yetu. So tunafaa tukiri ya kwamba sisi ni watenda dhambi na tukubali Yesu Kristo ako ndani yetu, tufuate njia zake, tufuate maagizo yake, tufanye ambacho kinaweza kupendeza, tupeane moyo wetu kwake ili aweze kutuokoa katika maisha yetu. Amen. Siku ya leo nafika hapo nikisema tuendelee.